Tuwashoka. Kamata mzinga. Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Ndugu zangu, tukio hili ni ashirio tosha kwamba nyinyi ni katika kundi kubwa la vijana ambao mnakwenda kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa nyuki. Na nyinyi tunaamini mmekwenda kuwa walimu wazuri kwa vijana wengine na makundi mbalimbali. Kwamba bila mazingira, kutunza mazingira, hatuwezi kupata nyuki, hatuwezi kupata mvua, hatuwezi kupata mazao, hakuna chochote kitakachokwenda. Mheshimiwa Rais alizindua kampeni ya utunzaji wa mazingira. Nendeni mkafanye kazi vizuri, mkamwakilishe Mheshimiwa Rais katika kuhamasisha swala la utunzaji wa mazingira. Nashukuru sana. Iliteua vijana kwenda kujifunza shughuli mbalimbali katika mkoa wa Singida katika kijiji cha nyuki. Baada ya kupatiwa mafunzo hayo, mradi ulitoa maelekezo kuwa kila mshiriki anatakiwa kuchonga mizinga miwili. Baada ya kukamilisha uchongaji wa mizinga hiyo, mradi ulipendekeza kuwaongezea mizinga 4 kila mshiriki. Washiriki hao walitoka katika kata mbili. Kata ya Usinge, kijiji cha Ruganjo, ambapo walikuwa washiriki 7. Na kata ya Zugimlole, kijiji cha Kangeme, walikuwa washiriki vijana 3. Malengo na madhumuni ni kuitangaza sekta ya ufugaji nyuki, ikiwa ni pamoja na kuyafahamu mazao yake na faida zake. Walifundishwa jinsi ya kuvuna poleni chavua na kujulishwa sehemu soko linapopatikana. Pia walifundishwa jinsi ya kuvuna sumu ya nyuki, ikiwa ni pamoja na kuelekezwa soko lake. Kampuni ya Bivouac imekuwa ni sehemu yetu ya kutujenga kwenye mafunzo ya ufugaji wa nyuki. Tulienda huko Singida kijiji cha nyuki, wamekuwa ni sehemu ya kutufundisha namna ya uvunaji wa poleni, namna ya uvunaji wa nta na sumu ya nyuki. Yote hivyo vimetusababisha sisi tukajua thamani ya nyuki, anatoa mazao gani ambayo anaweza akatuendeleza kiuchumi. Binafsi tunaishukuru sana serikali kwa sehemu yetu ya kutujenga kama vijana na kutuwezesha kiuchumi. Tunamshukuru sana Rais Samia na viongozi wake wa ngazi ya chini, huku halmashauri yetu ya wilaya ya Kaliwa kwa sehemu ya kutujenga sisi vijana. Nashukuru sana serikali kwa kutunga mkono. Tumepokea vizuri sana. Tulikuwa hatujui chochote, tulikuwa tunajua asali na nta kwenye nyuki, lakini tumejua mazao mengi, chavua, sumu ya nyuki na masoko yake. Tumejikuta na chavua ina bei kuliko hata nta, hata asali yenyewe, ambacho ni vitu vidogo sana. Kilo moja na karibu 300. Kwa mimi kijana ambaye nimepewa leo zamana na vifaa hivi, naenda kufanya kazi ya kuongeza vifaa zaidi maradufu na kuongeza mnyororo wa thamani kwa vijana wenzangu walioko mtaani na kuwaleta ili tuendeleze, tutoke kwenye gurudumu la umaskini tuingie kwenye gurudumu la utajiri kupitia nyuki. Na mimi niwaombe vijana hawa sasa wawe ndio shamba darasa kwa ajili ya vijana wengine, kwa sababu wamechukuliwa wachache, wameenda kupewa mafunzo. Vijana wengine tunatamani sasa waende wakajifunze kutoka kwao baada ya kupata vitendea kazi hivi. Lakini pia niwashukuru wafadhili waliotoa mafunzo haya, lakini pia na kuona kwamba wawape vifaa, kwa maana ya vifaa vya kutendea kazi. Vifaa hivi sio kwamba vimetolewa bure, ni pesa zimetumika, ni gharama kubwa imetumika. Kwa hiyo chama kinaona fahari kubwa sana kuwatoa vijana kwenye maskini kuwapeleka kwenye utajiri.